Asante kwa Yesu. Sasa nataka hebu andika unabii unaotimia katika taifa la Israel. Unabii unaotimia katika taifa la Israel ambayo sasa iko hapa. Na andiko letu kuu hapa ni Daniel sura ya 9 mstari wa 24 hadi 27 kwa taifa la Israel. Hili ndilo neno kuu hapa, na ninaomba nikuorodheshe tu nini kinaendelea. Cha kwanza kabisa, lakini kabla ya hapo, hebu tusome maandiko. Tusome Daniel sura ya 9. 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 Daniel sura ya 9. Daniel sura ya 9 mstari wa 24 hadi 27. Biblia inasema maneno haya. Muda wa majuma 70 umeamuriwa juu ya watu wako na juu ya mji wako mtakatifu, ili kukomesha makosa na kuishirida dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu na kuleta haki ya milele na kutia muhuri maono na unabii na kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu. Basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki, naam, katika nyakati za taabu. Na baada ya yale majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali, naye atakuwa hana kitu, na watu wa mkuu atakayekuja watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika, na hata mwisho ule vita vitakuwepo ukiwa umekwisha kukusudiwa. Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Naomba uende na mimi. Sasa wakati Danieli anaomba, akapewa kalenda ya taifa la Israel. Ziko kalenda 3. Kalenda ya kwanza, kalenda ya Mungu kwa mataifa, ambayo inahusu falme 8. Kalenda ya pili ni kalenda ya taifa la Israel, ambayo inaongozwa na majuma 70. Kalenda ya 3 ni kalenda ya kanisa, ambayo inaongozwa na vipindi 7 katika historia ya kanisa. Sasa kuhusu kalenda ya taifa la Israel, yako matukio makubwa yafuatayo yanayoonyesha siku zimekwisha. La kwanza kabisa ni kutawanywa kwa Waisraeli duniani kote, kutawanyika kwao. Luka sura ya 21 mstari wa 24. Luka, naomba utakuwa unaenda pamoja nami. Luka 21:24. Luka 21:24. Luka 21:24. Neno hili Yesu alilisema, akasema, wataanguka kwa ukali wa upanga, nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote, na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa yatakapotimia. Huu ni unabii Yesu akatabiri juu ya Israel kutawanyika duniani kote. Lakini pia Luka 19 mstari wa 41 hadi 44. Luka 19:41 hadi 44.
Na alipofika karibu, aliuona mji, akaulilia akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja, adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiriwa kwako. Kwa hiyo Yesu anaongea juu ya kuanguka kwa taifa la Israeli. Huu ulikuwa ni mwaka wa 33.5. Baada ya miaka 37 unabii huu ukatimia. Mwaka wa 70 jemadari Tito akiliongoza jeshi la Kirumi alikuja akaipiga Israeli, ikabomolewa hekalu kabisa na kila kitu. Walichinjwa Wayahudi, damu zilikuwa zinatiririka kwenye mitalo kama machinjioni. Wakatawanyika toka mwaka wa 70, sio 1970, kwa dunia nzima, kama alivyosema watatawanyika mpaka majira ya mataifa yatimie. Majira ya mataifa kuitawala Israeli yatakapoisha. Kwa hiyo jambo hili likawa limefanyika, lakini liko la pili sasa, kurudishwa kwa taifa la Israeli katika nchi yao. Kurudishwa kwa Israeli katika nchi yao. Yeremia 31 mstari wa 7 hadi wa 14 kwa ajili ya muda, na Ezekiel 36 mstari wa 16 hadi 38, na sura ya 37 yote. Yeremia 31:7 mpaka 14, Ezekiel 36:16 hadi 38, na sura ya 37 yote. Waisraeli walitawanyika mwaka wa 70, andika, na wamekaa duniani kote wakiwa wametawanyika kwa miaka 1878. Andika, walitawanyika mwaka wa 70 na wamekuwa hawajulikani walipo kwa muda wa miaka 1878. Ni muda mrefu ambao taifa lolote, kabila lolote ukilichukua ukalitawanya tu kwa miaka 50, huwezi kulikusanya tena. Lakini hawa kwa miaka 1878, tarehe 14, andika, tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 1948, Israeli ndipo ikawa taifa kwa mara ya kwanza. Bendera ya Mwingereza ikashuka, bendera ya Israeli ikapanda. Tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 1948. Toka mwaka wa 70, miaka 1878. Ni kitu hakiwezekani kwa watu wa dermatology, ni kitu hakiwezekani kwa watu wa sociology, ni kitu hakiwezekani kwa wanasiasa, ni kitu hakiwezekani kwa elimu yoyote ya jamii. Ukichukua nchi, kabila, watu ukawatawanya miaka 100, huwezi kuwakusanya tena. Wataoana na kuchanganyana na makabila mengine. Lakini Israeli, muujiza uliotokea ni kwamba wanaporudi, wamerudi kabila zote 12. Wanaporudi, wamerudi na lugha yao ile ile. Wanaporudi, walirudi na dini yao ile ile. Wanaporudi, wamerudi na maandiko yao yale yale. Wanaporudi, mpaka sasa ninapoongea, kwa kuwa hekalu tayari kila kitu wameandaa, mpaka ninapoongea sasa, mwaka huu katikati wameshampata kuhani mkuu, na wametumia DNA kuthibitisha ya kwamba huyo ni ukoo wa Haruni. Mpaka sasa wana wa Asafu, waimbaji, kwaya ya Walawi inaimba kufanya mazoezi. Kwa hiyo wamerudi kama walivyo, kitu ambacho hakiwezekani kwa namna nyingine yote.
Tunaelewana wapendwa? Yes. Kwa hiyo nataka tuelewe ya kwamba muujiza namba moja ni huu. Taifa hili lina miaka sasa 77. Ni taifa changa kuliko mataifa yote. Mama nilimpeleka Israel, amekwenda kule. Israeli inaongoza dunia kwa kila kitu. Kwa wasomi wa degree inaongoza, kwa jeshi bora duniani inaongoza, kwa kila kitu inaongoza. Lakini ni taifa changa la miaka 70 tu na 6. Mnanisikia? Kwa hiyo unabii huu unathibitisha Yesu anarudi. Kutimia kwa unabii huu ni mzito. Kama unabii mwingine huuelewi, huu hapa lazima uelewe. Mwaka 70 wametawanywa, wamekuwa si taifa kwa miaka 1878. Wanakuja kuwa taifa tena. Is unbelievable. Kwa hiyo nataka mlielewe hili na mlishike hili. Hilo ni la pili. La tatu la ajabu sana, Yerusalemu kurejeshwa kuwa mji mkuu tena wa Israeli. Hili lilinenwa katika Zekaria 14:4 na Luka 21 mstari wa 23 hadi wa 24. Umenielewa? Baada ya Israeli kuhamishwa, Yerusalemu ilikuwa inakaliwa na Waarabu kila kitu, lakini Biblia inasema Yerusalemu lazima iwe ndio mji, maana hata Yesu atakaposhuka atashuka Yerusalemu. Sasa tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka 1967 Yerusalemu ikachukuliwa na Wayahudi. Kwa hiyo nalo hili likatimia tarehe 7 Juni. Mnaelewa ilikuwa hivi. Baada ya Israel kujitawala tarehe 14 mwezi wa 5 1948, Misri alikasirika sana, akashawishi mataifa mawili, wakajipanga kwa vita, wakajiandaa kwa vita kwa miaka 8. 1956 wakaivamia Israel. Hawakuamini kataifa kwa miaka 8 kalipiga dola ya miaka zaidi ya 4,000 Egypt, Misri. Misri akakasirika sana, akashawishi mataifa 10 ya Kiarabu, yakajipanga kwa vita kwa miaka 11, kuandaa ndege, mabomu na kila kitu, ili wakaifutilie mbali Israel. Nisikilize sasa. Mwaka 67, dakika chache kabla ndege hazijaruka kwenda kuifutilia mbali Israel, Israeli alizipiga zote zikiwa uwanja wa Misri. Rais Nasser, wakati wa mimi nilikuwa mtu mzima, mwaka 67, Rais Nasser akachanganyikiwa mpaka baadaye akafa. Na Israeli ndipo ilipopanua mipaka yake. Nataka nikwambie hata sasa hivi hakuna mtu wa kuipiga Israeli. Israeli huwa inapigwa Mungu akiondoa mkono wake. Lakini sasa amesharudisha mkono wake Israeli. Hakuna wa kuipiga Israeli. Haipigagwi Israeli mpaka Mungu awaachie. Sasa Israeli ni mfano wa kanisa. Hata wewe kanisa, yani ukipigwa na shetani umejiachia. Huwezi kupigika mpaka utoe mlango wewe shetani aingie. Usipotoa mlango, na kwambia hata maadui wakusanyike wa maelfu, na kwambia watapigika, watatawanyika, na wewe utaendelea mbele. Kwa hiyo ya nne naomba ushike hivi. Naomba ushike, kwa sababu ninapohubiri ni lazima niongee juu ya dalili za kurudi kwa Yesu. Yuko karibu mno Yesu,
La nne, jangwa la Israeli kugeuzwa kuwa nchi itoayo matunda duniani. Naomba hili andiko wote tulifungue. Isaya 27 mstari wa 6. Kila mmoja afungue Isaya 27 mstari wa 6. Isaya 27 mstari wa 6 tufungue.